Jeshi la Urusi limerekebisha makombora yake ili kukwepa vyema ulinzi wa anga wa Ukraine na kusababisha kwamba makombora ya Ukraine hasa Patriot kushindwa kukabiliana na makombora ya Urusi, ambako pia taarifa hii imeripotiwa na maafisa kutoka Kivu na Magharibi, ambapo undani wa ripoti hii ni ya kwamba jeshi la Urusi limerekebisha makombora yake ili kukwepa vyema ulinzi wa anga wa Ukraine, ikiwa ni pamoja na mifumo ya Patriot, yani wazalendo, iliyotengenezwa na Marekani, ambayo mara nyingi huonekana kama nguzo kuu ya ngao ya Kivu. Gazeti la Financial Times limeripoti hivyo Oktoba 2, likiwa nukuu maafisa kutoka Ukraine pamoja na Magharibi. Kulingana na maafisa hao waliohojiwa na gazeti hilo, wamesema ya kwamba makombora ya Urusi sasa yanaweza kufuata mkondo wa kawaida kabla ya kuzama kwenye ngazi ya juu au kutekeleza ujanja ambao unachanganya na kuepuka vipozi vya wazalendo. Chombo hicho kilitaja mashambulio ya hivi karibuni dhidi ya vituo vya ndege visivyo na rubani vya Ukraine kama ishara tosha kwamba Urusi imeboresha mfumo wa simu wa Iskander-M na Kinzhal iliyozinduliwa kwa njia ya anga. Afisa mmoja wa zamani wa Ukraine aliuita ujanja huo kuwa kubadilisha mchezo kwa Urusi. Gazeti hilo liliripoti na kuongeza kwamba uletaji wa vipokezi vya Patriot vinavyotolewa na Marekani, hasa silaha pekee katika ghala la kijeshi la Ukraine inayoweza kukabiliana na makombora ya masafa marefu ya Moscow, haukwenda haraka kama ilivyopangwa. Karatasi hiyo pia imebaini ya kuwa data iliyotolewa na jeshi la wanahewa la Ukraine inaonyesha kuwa kiwango cha kutekwa kwa makombora ya balistiki ya Urusi kiliboreshwa katika msimu wa joto na kufikia 37% mnamo mwezi Agosti, lakini ikashuka hadi 6% mnamo Septemba pekee. Ukraine inashiriki data juu ya utendaji wa uwanja wa vita wa Patriot wa Pentagon na wazalishaji wa silaha, ambapo maafisa walikiambia chombo hicho kwamba wakati juhudi zinafanywa kuboresha utendaji wa Patriot, mara nyingi huwa nyuma ya mbinu zinazoendelea za Moscow. Jeshi la anga la Ukraine limeripoti wasiwasi kama huo mnamo mwezi Mei mwaka huu, ambako msemaji Yuri Ignati alisema kwamba njia za balistiki za makombora ya Iskander-M zimeboreshwa na kuwa za kisasa, ili hali makombora hayo yanaweza kurusha decoys ya rada. Pia alilalamika kwamba ulinzi wa anga ulioundwa ndani ya Ukraine hauwezi kuangusha makombora mengi ya Urusi, wakati yale yanayotengenezwa Magharibi yanatumika kufunika miundombinu muhimu na shabaha zingine zilizopewa kipaumbele. Moscow yenyewe imesema mara kwa mara ya kwamba mashambulizi yake yanalenga tu miundombinu inayohusiana na kijeshi, sekta ya ulinzi na vituo vya kupeleka wanajeshi, na kamwe hayalengi raia nchini humo. Wakati pia ya kijile, Ujerumani imesema ya kwamba haiko tayari kushusha ama kuangusha ndege za Urusi ama ndege ambazo zinasadikika kuwa za Urusi ambazo zinaingia anga za nchi za NATO. Jeshi la Ujerumani haliwezi kuzuia ndege zisizo na rubani ambazo hazijatambuliwa na zinaonekana kwenye tovuti muhimu katika wiki za hivi karibuni kwa sababu ya mapungufu katika uwezo na hatari kwa trafiki ya ndege ya kiraia. Shirika la Bild limeripoti hivyo. Gazeti hilo liliita hitimisho ya kutia wasiwasi na si ya kutia moyo, likifuatilia uwezekano wa kukomeshwa kwa ulinzi wa anga mwaka 2010, ambapo mwaka huo bunduki za kujirusha za Gepard zilisimamishwa, kwani ulinzi wa anga wa masafa mafupi ulihamishwa kutoka jeshini hadi kwa jeshi la anga wakati wa chaguzi chache za kimuundo na kuacha jeshi likifanya marekebisho machache. Ujerumani bado ina mifumo kadhaa ya ulinzi ardhini, ikiwa ni pamoja na makombora ya masafa marefu ya Patriot yaliyotengenezwa na Marekani, bunduki za masafa ya karibu za MANTIS na virushio vya Ocelot vinavyorusha makombora ya Stinger kutoka kwa magari mepesi ya kivita ya Wehrmacht 2. Lakini wataalamu wa ulinzi wameonya kwa miaka mingi ya kwamba Ujerumani haina uwezo wa kutosha wa masafa mafupi. Ndege zisizo na rubani zenye mwanga mkali zimeripotiwa katika wiki za hivi karibuni katika nchi kadhaa za Ulaya, ikiwa ni pamoja na Ujerumani. Asili yake bado hajatambuliwa, lakini maafisa wengine wamependekeza
Urusi inaweza kuwa nyuma yake. Zelensky wa Ukraine alidai kuwa Urusi imekuwa ikirusha ndege zisizo na rubani kutoka kwa meli za mafuta zinazofanya kazi chini ya bendera za kigeni ambazo serikali za Magharibi zimedai kuwa ni meli za kivuli za Moscow. Idara ya ujasusi wa mambo ya nje ya Urusi SVR hata hivyo ilishutumu Kyiv kwa kufanya uchochezi wa ndege zisizo na rubani, ikidai ya kwamba uvamizi wa hivi karibuni katika anga ya Poland ulioamliwa na Warsaw dhidi ya Moscow kwa kweli ilikuwa operation ya uongo ya Ukraine. Viongozi wa Ulaya walikutana pia huko mjini Copenhagen wiki hii ili kujadili ukuta wa ndege zisizo na rubani unaopendekezwa, mfumo unaonuia kukabiliana na vitisho vya angani visivyo na rubani, ambapo ripoti za vyombo vya habari zimeonyesha kuwa mazungumzo hayo yamezaa maendeleo kidogo, zikitaja wasiwasi kuhusu kunasa ndege zisizo na rubani karibu na njia za anga kama kikwazo kikubwa.